Habari za wakati huu mtazamaji wa SQF TV na kusalimu sana popote pale ulipo, karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo. Uko na Mipenda Cotton. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewapisha majaji wa mahakama ya rufaa ya Tanzania katika hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Uapisho huo umekamilisha uteuzi wake wa majaji 9 waliowateua hivi karibuni kujiunga na mahakama hiyo ya juu zaidi nchini. Tumefanya mengine mengi na nyinyi ni mashahidi kwamba mahakama zimebadilika kwa kiasi kikubwa, zimeendelea kwa kiasi kikubwa sana katika miaka hii ya karibuni. Kwa hiyo sasa ni kuongeza watu wenye dhamira ya kufanya kazi, wenye uwezo wa kufanya kazi, lakini wanaosimama kwenye mstari mzuri wa haki. Mahakama ya rufani ndio ngazi ya juu kabisa katika utoaji haki katika nchi yetu. Kwa hiyo kila uamuzi mnaotoa una uzito mkubwa, si kwa wahusika washauri pekee, bali pia kwa taasisi zetu, mwenendo wa jamii na tafsiri pana ya sheria nchini. Yote yanawaangalia nyinyi kama wasimamizi wa haki kwenye taifa letu. Hivyo basi nendeni mkalinde heshima na uhuru wa mahakama, lakini pia muendelee kuimarisha uwajibikaji, nidhamu na maadili ndani ya mhimili huu muhimu. Uhuru huu una thamani pale unapoenda sambamba na uadilifu na ufanisi na utendaji wenu unaoangalia pia uzalendo kwa nchi yenu. Mnapotoa maamuzi, taifa kwanza, nchi kwanza, alafu then mtakwenda kwenye mambo mengine. Napohitimisha, nirudie tena kuwapongeza na niwaombe sana mwende mkafanye kazi kwa uadilifu, weledi, busara na hofu ya Mungu kama viapo vyenu vinavyowataka. Kundi la maafisa na askari wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama wapatao 69 waliokwenda nchini Kenya kuiwakilisha nchi katika zoezi la pamoja la utayari katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki limerejea nchini na kukabidhi bendera ya taifa. Afande Mkuu wa Kamandi chini ya makao makuu ya jeshi, katika kipindi chote cha zoezi tulijikita kufanyia mazoezi matukio halisi ya kimkakati, yani scenario based simulation, katika maeneo makuu matatu au thematic areas. Eneo la kwanza lilikuwa ni kupambana na ugaidi, yani counter terrorism. Katika eneo hili tumejifunza umuhimu wa ukusanyaji wa taarifa na kupanga operesheni za haraka ili kusambaratisha mitandao ya kigaidi kikanda. Eneo la pili lilikuwa kupambana na uharamia, yani counter piracy. Katika eneo hili tumejifunza kupanga utaratibu wa ulinzi wa ukanda kwa bahari na njia kuu za kiuchumi dhidi ya matishio ya majini. Eneo la tatu ilikuwa ni usimamizi wa maafa, yani disaster management. Katika eneo hili tumepima uwezo wetu wa kutoa misaada ya haraka ya kibinadamu na uokoaji wakati wa majanga ya asili na dharura. Afande, eneo la 4 ilikuwa operesheni ya ulinzi wa amani, yani peace support operations, ambapo tulijifunza ulinzi wa amani kwa kufuata miongozo ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika ili kuhakikisha utulivu unarejea katika maeneo yenye migogoro. Kipekee kabisa nichukue fursa hii kuwapongeza sana washiriki mlioshiriki zoezi la Command Post ushirikiano imara mwaka 2026 kwa kazi nzuri mliofanya mlipokuwa nchini Kenya. Nimepewa taarifa kwamba mmefanya vizuri sana. Tuwapigie makofi. Najua haikuwa kazi rahisi sana kufikia mafanikio hayo. Mmetumia nguvu zenu nyingi, uwezo wenu, muda wenu na ujuzi wenu kuweza kufanikisha zoezi. Nawashukuru sana.
popote uchanua, nendeni tukalijenge taifa. Mama walinde, walinde, mama walinde, mama walinde, walinde, mama walinde. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wilayani Babati mkoani Manyara limeanza kutumia mitambo ya kisasa ya kukabiliana na majanga ya moto na mafuriko baada ya kupokea gari la zimamoto pamoja na boti ya uokoaji. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mitambo hiyo, mkuu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wilayani humo Emmanuel Kiboba amesema vifaa hivyo vitaongeza uwezo wa jeshi hilo katika kukabiliana na majanga mbalimbali kwa haraka na ufanisi zaidi. Uzinduzi huu tuliweza kuona mitambo mbalimbali ikiwa katika utekelezaji kuanzia upande wa fire engine ambayo tuliweza kuona utekelezaji wa majukumu yetu kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika kuhakikisha mtambo huu unafanya kazi kwa ufanisi. Pia tuliweza kuona matumizi ya ambulance kwa ajili ya dharura zozote zinapotokea, ikiwa ajali ya moto, ikiwa ajali za barabarani kwa ajili ya maokozi. Pia tuliweza kuona boti yetu ya kisasa kwa ajili ya maokozi majini, tukimaanisha kwamba hasa kwa kipindi hichi ambacho mvua nyingi zilikuwa zinanyesha, hii boti ni ya kisasa, ni boti ambayo ina injini ambayo ina uwezo wa kusafiri umbali mrefu na kuweza kuokoa katika maeneo yote ya mito, mabwawa na maziwa. Kama tunavyojua wilaya ya Babati tuna ziwa Babati, tuna ziwa Manyara. Lakini hapo pia niseme na kusisitiza, nendeni mkawaeleze Watanzania nini serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan imefanya. Maana yake kuna jambo moja, kuna kuahidi na kutekeleza. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imetekeleza, na kwa kauli mbiu iliyotajwa hapa ni kuokoa maisha ya watu. Nikiwauliza hapa, nani ambaye hapendi kuishi? Hakuna atakayonyosha mkono. Ukweli ni kwamba kila mtu anapenda kuishi, maisha ni matamu. Kwa mantiki hiyo, unapoishi unapenda kumiliki mali. Kuna watu wana magari yao na nyumba zao. Kumbe kazi ya zimamoto na jeshi hili ni kuja kuokoa maisha yako na kuokoa mali zako. Tulielewe hili jambo kwa undani wake. Tunashukuru sana Jeshi la Zimamoto wilaya ya Babati kwa kutuweza kutupatia mitambo ya fire extinguisher kwa ajili ya kuweza kukabiliana na moto kwa hatua za mwanzoni mpaka watakapofika wenyewe au kudhibiti kabisa, na kwa elimu waliotupatia tunashukuru sana. Mwenyekiti wa Baraza la Wasafirishaji Shehena Tanzania TCS Bwana Clement William ametoa wito kwa sekta binafsi na wadau wote wa usafirishaji nchini kuunga mkono tozo mpya ya maendeleo ya bandari, akisisitiza kuwa ujenzi wa miundombinu ya kisasa kupitia rasilimali za ndani ni jambo lisilofikirika kuepukika kama nchi inataka kukabiliana na kasi kubwa ya ukuaji wa mizigo. Akizungumza kuhusu tozo hiyo itakayoanza kutumika rasmi Julai 1. Majina naitwa Clement William Kamendu, ni mwenyekiti wa Tanzania Shippers Council au Baraza la Wasafirishaji Shehena Tanzania. Sisi tumeipokea kwa furaha kubwa, kwa maana ya kwamba kwanza tozo haiepukiki, kama ni tunahitaji tuimarishe miundombinu. Lakini kikubwa zaidi, mamlaka ya bandari kwa maana ya TPA ambao ndio wako responsible na kudevelop infrastructure wao kama landlord, maana wako operators watatu, TPA wenyewe na wadau wengine wawili ambao wao ni wapangaji, lakini mwenye basic obligation ya kutengeneza miundombinu ya bandari ukiacha vifaa ni mamlaka yenyewe, na hiyo ni lazima ifanyike kupitia resources zetu wenyewe, kwa maana ya kwamba bandari na private sector, lakini hata serikali. Baada ya wadau kutoa maoni, Tanzania Shippers Council tukiwepo pamoja na wadau wengine, kwamba hii gharama itaongezea gharama ya usafirishaji kwenye industry ni kubwa mno. Tunashukuru kwa usikivu, maana baada ya kikao kingine waliahidi kwamba tutaenda tuifanyie kazi, tuipunguze, na hapa karibuni imepunguzwa kwa karibu 50%, kwa maana ya kwamba kutoka 9% mpaka 4.5%. Sisi tunaona ni usikivu wa hali ya juu wa mamlaka ya bandari, lakini pia serikali kwa ujumla.
Kingine tunacho appreciate sio tu kwamba imepunguzwa, lakini pia ilitoa muda ulio reasonable kwa ajili ya industry kuabsorb hilo ongezeko, tuseme hiyo introduction ya tozo kutoka muda ule ilipokuwa yanze, nafikiri ilikuwa mwezi wa 3 na sasa hivi itaanza tarehe 1 mwezi wa 7, ambayo tunafikiri ni utaratibu mzuri kuiandaa industry kuabsorb hiyo cost. 50% nafikiri sio ndogo by any standard. Kwa mfano shehena yenye thamani ya bilioni 1, 4.5 manake inaongelewa milioni 45 zilizopunguzwa, kama ingebakia 9% ambayo ingekuwa milioni 90 kwa hesabu ya haraka, au sio? Kwa kifupi, tunatarajia ongezeko la kasi la miundombinu ili iendane na ongezeko la kasi la shehena. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Songwe imeanza hatua za kufuatilia vikundi vya mitandao vinavyodaiwa kuanzishwa kwa ajili ya kufarijiana, lakini vimehusishwa na utapeli wa fedha kwa wananchi. Mkuu wa TAKUKURU huyo Frida Wekesi amesema tayari wameanza kupokea malalamiko kutoka kwa wananchi waliotapeliwa fedha, hasa zinazohusishwa na michango ya misiba. Vikundi ambavyo vimeibuka kwenye mitandao hivi vya kusaidiana sana sana vinaitwa si vya kufa na kuzikana, na pia sio sawa pia kwa ajili ya usalama wa hata yeye mwenyewe ambaye amepewa hiyo fedha. Wakati mwingine anaweza kafuatwa na watu wanaohitaji fedha wakaja wakamnyang'anya, au ikaleta migogoro kwenye familia kwa sababu mwenzetu tulikuona umepewa pesa kiasi fulani na baba aliyekufa ni wa kwetu sote, inakuwaje? Kwa hiyo tumeliona hilo tatizo na tumeshughulika na baadhi ya vikundi, kwa sababu kuna watu kadhaa ambao walileta malalamiko kwetu. Kwa mfano, kuna kikundi kimoja, kuna mtu alikuja akasema, mimi bwana nimejiunga na hichi kikundi tangu mwanzo, lakini mimi nilifiwa na baba yangu. Wakaja wakanipa pesa kidogo, wakasema kwamba ningepewa pesa, alitakiwa kupewa kama milioni 2 hivi, lakini alipewa 500,000. Akaambiwa hizi pesa nyingine tutakuletea. Na hiyo tangu wakati huo baba yake amefariki ulikuwa umeshaisha zaidi ya mwaka. Hajapewa. Na tunaamini kwamba ni watu wengi ambao wana hiyo changamoto. Angalau huyu alijitokeza kuja kusema, sio mmoja. Kwa hiyo mpango wetu ni kufanya udhibiti kwenye hili eneo, kwamba tuangalie kuna mianya gani ya rushwa ambayo ikiachwa tu itasababisha matatizo makubwa, ili tuweze kuvitambua vikundi vyote, tuweze kuwaelimisha, tuone, kwa sababu kati ya vitu ambavyo tumegundua katika hivyo vikundi kwamba unakuta mtu mmoja anasema yeye anamiliki hicho kikundi, lakini pesa zinatoka kwa watu tofauti, lakini pia yeye ndio mwenye sauti, akishasema amesema. Lakini pia tumegundua hawafanyi uchaguzi, yaani akishaanzishwa basi huyo aliyeanzisha ndio kiongozi milele. Sasa kitu chochote kikishakuwa ni kikundi haikiwezi kuendeshwa, kwa sababu fedha kama zinatoka kwa watu haiwezi kuendeshwa kwa misingi hiyo. Lazima vikundi vyote hivi viendeshwe kwa misingi ya sheria. Kwa hiyo hilo tatizo tumeliona na tumeshaanza kuchukua hatua. Tunaamini baada ya muda pengine malalamiko haya yatafanya nini? Yatapungua, kwa sababu watu wengine akishadhulumiwa anakaa tu kimya, anajitoa kwenye kikundi afu basi, lakini kuna mtu mwingine anafuatilia. Kwa hiyo tumegundua kwamba ni kweli tatizo hili lipo, tena Tunduma ndo kubwa. Jumuiya ya Afya ya Afrika Mashariki kati na Kusini inaendelea kutoa mafunzo kwa maafisa wa afya kutoka Tanzania na Burundi pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama ili kuimarisha utayari kukabiliana na milipuko ya Ebola mipakani. Mafunzo hayo yanafanyika katika eneo la Banga, wilayani Ngara, yakilenga kuongeza uwezo wa kudhibiti na mwitikio wa haraka dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Zile plani zimeainisha bayana nini kifanyike kwa kila ugonjwa. Kwa mfano sasa hivi tunaongelea ugonjwa wa Ebola ambao umetokea Uganda na pia huko kule DRC Congo. Kwa huu upande wa mpaka wetu wa Burundi na Tanzania tumewaita washiriki kutoka Wizara ya Afya ya Burundi
na pia Wizara ya Afya ya Tanzania na pia watu ambao sasa wanafanya kazi hapa upande wa mpaka wa Burundi na Tanzania. Sasa kwenye zile plani za kukabiliana na magonjwa ya mlipuko tumeainisha step ambazo au hatua zinazotakiwa kuchukuliwa kupitia kuangalia utayari wa namna ya utambuzi wa wasafiri wanaoingia hapa nchini, kuwafanyia uchunguzi wa awali kuona kama wana viashiria vyovyote za kuwa na maambukizi ya ugonjwa huu wa Ebola, na endapo yoyote atagundulika na changamoto yote aina hiyo, basi kudhibitiwa hapo katika mpaka, asiweze kuvuka kuingia nchini kwetu, lakini akapata huduma stahiki. Kwa hiyo upande ule wa mpaka wa Kobelo watafanya uchunguzi wao thabiti kuthibitisha mwananchi wao havuki akiwa na tatizo lolote la kiafya, ili kuzuia mpaka mwingine nchi nyingine isiingize mgonjwa. Lakini vile vile na watu wote wanatoka Tanzania kwenda nchi nyingine nao wanachunguzwa wasiweze kuvuka na dalili yoyote na kuweza kupata matibabu sahihi. Tunawathibitishia wananchi ya kwamba mipaka yetu. Na mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari. Sina la ziada mpaka sasa. Asante sana kutenga muda kwa thamani kutazama taarifa hizi siku ya leo. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kwa habari hizi, ulikuwa nami Pendo Gatana.